Katika dunia inayotamani tumaini na huruma, maono kwake Sister Faustina yalibadilisha namna mamilioni wanavyofahamu upendo na huruma ya Mungu. Mtakatifu Faustina alikuwa mtawa kutoka Poland ambaye alitokewa na Yesu na kumpa ujumbe wa huruma ya Mungu ambao hunadumu vizazi hata vizazi. Alizaliwa mwaka 1905 na kupewa jina Helena Kowalska. Faustina alitoka katika familia maskini lakini yenye imani thabiti ya Kikatoliki. Tangu utotoni alihisi wito wa maisha ya kitawa. Akiwa na umri wa miaka 20 tu, alijiunga na shirika la masista wa Mama Yetu wa Huruma, ambapo huko akajitolea kikamilifu katika sala na huduma. Mwaka 1131, akiwa anasali katika chumba chake cha convent, Faustina alipata maono. Alimuona Yesu amevaa vazi jeupe, miale ya mwanga mwekundu na mweupe ikitoka moyoni mwake. Yesu akasema, "Chora picha kulingana na mfano unaouona, ikiwa na maandishi Yesu na kutumainia." Faustina hakuwa na uwezo wa kuchora. Kwa miaka kadhaa alibeba mzigo huu, akihisi hana uwezo wa kutimiza agizo. Alimshirikisha baba wake wa kiroho, Padre Michal Sopoćko, ambaye aliamini maono yake na akamsaidia. Padre Sopoćko alimwomba Eugeniusz Kazimierowski, msanii wa Vilnius, achore picha hiyo. Faustina alienda mara kwa mara katika studio ya Kazimierowski akimwelekeza ili picha iendane na maono yake. Hata hivyo, mara nyingi alilia akisema picha haikuonyesha uzuri wa Yesu kama alivyoonekana. Picha hiyo ilionyeshwa kwa mara ya kwanza mwaka 1035 katika lango la Dawn, Gate of Dawn, huko Vilnius, wakati wa maadhimisho ya Jumapili ya kwanza ya huruma ya Mungu. Padre Sopoćko alihubiri kuhusu huruma ya Mungu na ibada ikaanza kusambaa kwa kasi sana. Yesu alimwambia Faustina, "Ninawapa watu chombo cha kuja mara kwa mara kuchota neema kutoka chemchemi ya huruma." Chombo hicho ni picha hii yenye maandishi Yesu na kutumainia. Nataka picha hii iheshimiwe kwanza katika kanisa lenu, kisha ulimwenguni kote. Miale miwili inaashiria damu na maji. Mweupe ni maji yanayofanya roho kuwa yenye haki, na nyekundu ni damu, uhai wa roho. Kwa njia ya picha hii nitawapa roho nyingi neema. Ukubwa wa picha hii haupo katika rangi au uchoraji, bali katika neema yangu. Lakini haikuwa picha pekee. Yesu alimkabidhi Faustina utume, kusambaza ujumbe wa huruma yake kwa watu wote. Aliandika maneno haya katika shajara yake inayojulikana leo kama shajara ya Mtakatifu Maria Faustina Kowalska, huruma ya Mungu katika nafsi yangu, ikifichua upendo wa Kristo kwa wakosefu na shauku yake ya roho zote kutafuta huruma yake. Urithi mkubwa wa Mtakatifu Faustina ni rozari ya huruma ya Mungu, sala yenye nguvu ambayo Yesu alimfundisha kama njia ya kupata huruma kwa ulimwengu mzima. Yesu alimwambia, "Sali daima rozari hii niliyokufundisha. Atakayeisali atapokea huruma kuu saa ya kufa." Hata mkosefu aliye mgumu zaidi akisali rozari hii mara moja tu, atapokea neema kutoka huruma yangu isiyo na kipimo. Novena ya huruma ya Mungu. Yesu alimwomba Faustina aombe kwa makundi tofauti ya watu kwa siku 9, kuanzia Ijumaa Kuu hadi Jumamosi kabla ya Jumapili ya Pasaka. Siku ya kwanza kwa wanadamu wote, hasa wakosefu. Siku ya pili kwa roho za mapadre na watawa. Siku ya tatu kwa roho za waaminifu wote. Siku ya 4 kwa wale wasiomwamini Mungu na wasiomjua Yesu. Siku ya 5 kwa wale waliotengana na kanisa. Siku ya 6 kwa roho za watu walio wanyenyekevu na watoto wadogo. Siku ya 7 kwa roho zinazotukuza na kuheshimu huruma yangu. Siku ya 8 kwa roho zilizoko toharani. Siku ya 9 kwa roho vuguvugu, yaani zilizopoa katika imani. Jumapili ya huruma ya Mungu. Yesu alimwambia Faustina, "Sikukuu hii imetoka katika kina cha huruma yangu. Nataka isherehekewe kwa heshima kubwa Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka. Nataka sikukuu ya huruma iwe kimbilio na hifadhi kwa roho zote,
hasa wakosefu maskini. Siku hiyo nitamimina bahari ya neema juu ya roho zitakazokaribia chemchemi ya huruma yangu. Mnamo Aprili 30 mwaka wa 2000, Papa Yohane Paulo wa Pili alitangaza rasmi Jumapili baada ya Pasaka kuwa Jumapili ya huruma ya Mungu. Saa ya huruma kuu, saa 9 alasiri. Yesu alimwomba Faustina asali kwa namna ya pekee saa ya 9 alasiri kila siku, saa ambayo alikufa msalabani. Hii ikawa saa ya huruma kuu kwa Wakristo wote. Nukuu muhimu za Yesu katika shajara ya Faustina. Mimi ni upendo na huruma yenyewe. 174. Wakati bado upo na wakimbilie chemchemi ya huruma yangu. 848. Asiyepita katika mlango wa huruma yangu atalazimika kupita katika mlango wa haki yangu. 146. Roho si hofu kunikaribia, hata ikiwa dhambi zake ni nyekundu kama damu. 699. Huruma yangu ni kuu kuliko dhambi zako na za ulimwengu wote. 485. Mbingu na dunia zingepotea kabla huruma yangu haijakumbatia roho inayoniamini. 1777. Faustina alifariki mwaka 1938 akiwa na umri wa miaka 33. Hata hivyo, urithi wake unaendelea kuishi. Alitangazwa mtakatifu mwaka wa 2000 na ibada yake inaendelea kuhamasisha roho nyingi kuamini huruma isiyo na kikomo ya Mungu. Ujumbe wake unavuma milele, ukitukumbusha kwamba haijalishi makosa yetu, upendo wa Mungu hauna mipaka.